Bwana, wakati mambo yanazidi kupamba moto kwelikweli kuelekea kwenye Kariakoo Derby, klabu ya Simba wakichechema mno kuhusiana na mchezo huu wa Kariakoo Derby kuweza kuhamishwa uwanja kutoka kwenye Benjamin Mkapa kupelekwa pale visiwani Zanzibar. Lakini kwa upande wa pili kwa timu ya Yanga Sports Club, hawa wakiwa kama ndio wenyeji wa mchezo huo, wao bwana wametulia kimya kama maji ya mtungini. Utazania kwamba hiki kinachoendelea wao hawakisikii wala nini. Wao walichokifanya ni kutangaza kwamba mchezo utakwenda kufanyika pale New Amani Complex. Baada ya hapo klabu ya Yanga wametulia zao kimya na kuwaacha tu watapaji waendelee kutapatapa kuelekea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby unaotarajiwa kufanyika Machi 1 pale kwenye dimba la New Amani Complex lilopo visiwani Zanzibar. Sasa inaambiwa kwamba muda huu ninavyozungumza naye tayari klabu ya Yanga wao wameweza kutoa taarifa yao juu ya msimamo wao kuhusiana na mchezo huo wa Kariakoo Derby, na kwenye taarifa hiyo yapo mengi ambayo yameweza kuzungumzwa kuhusiana na derby ya Kariakoo, ambapo klabu ya Yanga wamesisitiza kwamba ikitokea mchezo huo utafanyika tarehe hiyo basi wao hawatacheza tena. Lakini yapo mengi zaidi ambayo yameweza kuandikwa kwenye taarifa yao hiyo ambayo wameweza kuitoa klabu ya Yanga Sports Club. Sasa ni kitu gani ambacho kimeweza kuandikwa kwenye taarifa hiyo ambayo klabu ya Yanga wameweza kuitoa kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, na ni yapi ambayo wameweza kuyazungumza humo? Ndani wa taarifa hii ni kusimwa na mchezo wangu, ili kuipata uendelee kusalia nasi hapa Bongo Vibe TV, maana hapa ndo chaka la kimichezo ambayo sisi tunakusanya taarifa mbalimbali za kimichezo na ninakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Ila naomba nikukumbusha jambo moja na la kimsingi kabisa, mwanamichezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee na kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwanafamilia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na hautakaa kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ile ya kimichezo, na jukumu lako mama litasalia kuwa jepesi kabisa mwanafamilia wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie yale ya kimichezo ambayo yanaendelea kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby. Bwana, joto likiwa linazidi kupamba moto kweli kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, tumeweza kushuhudia mambo mengi yakizungumzwa hapa katikati kuelekea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby, huku kwa upande wa klabu ya Simba wao wakiandika barua kwenda kwenye bodi ya ligi na TFF wakioji sababu zilizotumika kuhamisha mchezo kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kwenda pale visiwani Zanzibar. Lakini pia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali, yeye pia akithibitisha kwamba ndio wameweza kuandika barua kuelekea pale kwenye bodi ya ligi. Sasa kuna hili sakata jingine ambalo limeweza kuibuka sasa hivi kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, na hili limetokea kwenye upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, klabu ya Simba wanajiandaa kuandikia TFF kuuliza kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara kutumiwa kama mchezaji mzawa na sio wa kigeni. Kama ninavyofahamu, mchezaji huyu alipokuwa pale Singida Black Stars aliweza kubadilisha uraia wake akitoka uraia ambao yuko nao na kuja kuwa raia wa Tanzania. Hivyo klabu ya Simba wanaona kama hii ni karata ambayo wataweza kuitumia vyema kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Na kwa mujibu wa taarifa ya Simba Sports Club, wanaona taratibu za nchi zimekiukwa wakati mchezaji Mohamed Damaro Kamara anapewa passport ya Tanzania. Na hata hivyo, kwa mujibu wa kanuni za FIFA, mchezaji kumiliki passport peke yake akumfanyi awe amekizi vigezo kucheza mpira kwenye timu ya taifa au klabu kwenye shirikisho la mpira, yani member
Association anatokana na kuhamia. Sasa mchezaji anapaswa kupeleka maombi FIFA na kubadilishwa shirikisho la mpira, then anatakiwa kusubiri apokee uthibitisho wa kimaandishi, alafu ndo anaweza kuruhusiwa kucheza. Taarifa zinadai kwamba klabu ya Simba wana wasiwasi haya hayakufanyika, hivyo wanawaandikia TFF wakiomba, cha kwanza, usajili wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara usimamishwe mara moja. Yani usajili wake uweze kusimamishwa na ufanyiwe uchunguzi kama vitu vyote vya kimsingi vimeweza kukamilika. Lakini pia cha pili, matokeo yote ya mechi ambazo Mohamed Damaro Kamara amecheza yafutwe. Yani matokeo ambayo klabu ya Yanga walikuwa wakiyapata wakati mchezaji huyo Mohamed Damaro akiwa ndani ama amevalia jezi za Yanga Sports Club, basi matokeo hayo yaweze kufutwa mara moja. Lakini tatu, watu wote ambao wamehusika kwenye hili sakata wachukuliwe hatua mara moja. Kama kuna mtu yoyote wa ndani ya klabu lakini pia hata nje ya klabu ameweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na sakata hili la mchezaji Mohamed Damaro kwenye kubadilisha uraia, basi aweze kuchukuliwa hatua mara moja. Lakini cha nne na cha mwisho ambacho kinahoji hapa ni kopi ya barua ambayo wameipeleka FIFA kuomba uchunguzi haraka wakidai uadilifu wa mpira wa miguu Tanzania upo kwenye mashaka makubwa. Sasa unaweza ukaona hapa kwamba klabu ya Simba wameweza kulivalia njuga kweli sakata hili la Mohamed Damaro. Na kwa mujibu wa taarifa za mchezaji Josephat Asabada ambaye naye alipewa passport ya Tanzania sawa na Mohamed Damaro Kamara, ametumia passport yake ya Ivory Coast wakati anakuja Tanzania wakati wa mechi ya JS Kabylie dhidi ya Yanga Afrika. Kwa unaweza ukaelewa hapo sakata lipo kimtindo gani. Hawa ni wachezaji wote, Asabada na Mohamed Damaro, wote hao waliweza kubadilisha uraia na kuwa wa Tanzania. Sasa lakini kwa upande wa mchezaji Asabada, wakati anakuja kucheza dhidi ya timu ya Yanga kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, akitokea kwenye timu yake JS Kabylie, yeye alitumia pasipoti ya Ivory Coast na sio pasipoti ya Tanzania kwenye kuja kucheza mchezo huu. Hapo pengine huenda hata Mohamed Damaro pengine bado anaitumia pasipoti yake ya uraia wa kigeni na sio pasipoti ya Tanzania. Hiki ndio kitu ambacho klabu ya Simba wanakioji kwenda kwenye shirikisho la mpira wa miguu pale TFF pamoja na bodi ya ligi, uchunguzi uweze kufanyika mara moja. Sasa ni yapi maoni yako kuhusiana na hiki mwana michezo wangu? Wewe ndio utaandike kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha na kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Ukishafanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina taarifa mpya ya kibichezo ambayo sisi ninakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV.